Wanawake Live 2015 imedhaminiwa na QFL Magodoro Dodoma. Family Dent, harufu fresh, kicheko zaidi. Na Wildaf Tanzania. Ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika. Toa taarifa kwenye vyombo vya sheria. Karibu sana kwenye Wanawake Live kama kawaida ndani ya East Africa TV. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukumbushana mawili matatu kwa ajili ya kusukuma gurudumu la maendeleo mbele kabisa. Katika kipindi chetu cha leo jamani, kama kawaida, kwanza kabisa nianze kuwakumbusha swala zima la uchaguzi mkuu. Tumebakisha siku chache. Najua kila mmoja anachoongelea sasa hivi, kila unapopita, kila kona ni habari ya uchaguzi mkuu. Ni kweli na ni vizuri kama Watanzania wazalendo, ni vyema tukahakisha tunachagua viongozi bora watakao tuletea maendeleo. Lakini pamoja na hayo, niwakumbushe kampeni zetu tuzifanye kwa amani, tuzifanye bila kukanyagana, tuzifanye kiasi kwamba uchaguzi ukipita hatukimbiani. Yaani ukikutana na mtu unaogopa kupishana naye kwa ajili tu ya kampeni ambazo ulikuwa unaziendesha. Tusifike huko, sisi wote ni Watanzania. Baada ya uchaguzi tutakuwa kitu kimoja na maisha yataendelea. Kwa hiyo ni hayo tu nataka niendelee kukusisitizia wakati umebakisha siku chache kabisa kwenda kwenye uchaguzi mkuu tarehe 25 mwezi huu wa 10. Pamoja na hayo, mimi nawashukuru sana wadhamini wetu, QFL watengenezaji wa Magodoro Dodoma, Wildaf Tanzania, Family Dent. Kwa jeuri yao ndio maana kila Jumapili tunakuwa hapa kuweza kuzungumza machache. Lakini kwa upande wangu napewa muonekano na wadau wangu ambao ni Rose Brazilian kwa upande wa nywele ya maana kabisa, na dada Doris yeye anaifanyia makeke katika kuipa style nzuri, yuko pale Shoppers Plaza. Na leo Virago wamenipa muonekano mzuri kabisa wa nguo, kwa hiyo ninawashukuru sana. Basi usiende mbali kwa sababu baada ya break fupi nina wageni wangu leo ndani ya studio wamejaa tele. Wako hapa wana mambo mazuri, wanasema jamani, pamoja na uchaguzi mkuu lakini tusisahau mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo usiende mbali. Wanawake Live. Tunaendelea na kipindi cha Wanawake Live, na kama nilivyokuambia ndani ya studio ninao wageni wako hapa, wamekuja na ujumbe mzuri kabisa ambao ni kwa faida yetu sisi wote, kuanzia kwenye familia, jamii na taifa letu kwa ujumla. Na wageni hawa wanahusika na safari ile tulioenda kule Kigoma. Kwa wewe ambaye unakumbuka, wakati tumeenda kuadhimisha utumikishwaji, kupinga kutumikisha watoto na kuwekeza elimu kwa mtoto. Kwa hiyo kwa sasa hivi wameona wawe jirani zaidi na sisi ili kwamba tuweze kuendeleza vita hiyo ya kutumikisha watoto wadogo badala ya kuwapa elimu. Na nimesema ni kwa faida yetu sisi wote, kuanzia kwenye ngazi ya familia, jamii yetu na taifa kwa ujumla. Kwa sababu unapomtumikisha mtoto ukaacha kumpa elimu ambayo itaweza kuleta manufaa kwa taifa, manake tunataka tutengeneze taifa la watu maambumbumbu, watu wajinga ambao hawataweza kupeleka maendeleo ya taifa mbele. Kwa hiyo nakwambia usikilize kwa makini sana. Mimi na wewe tunaweza tukaondoka na kitu kizuri sana siku ya leo. Karibu. Jamani, karibuni sana kwenye kipindi. Nimefurahi kuwa nanyi. Dada Teresa karibu, kaka yangu Yohana karibu sana. Labda tusipoteze muda, moja kwa moja. Hao watu wameshasikia wekeza wakati ule tumekutana kule Kigoma. Pengine leo tuanze hapo. Hichi kitu kinachoitwa wekeza ni nini na kwa nini wekeza, ili tuweze kuielewa zaidi na zaidi. Yohana karibu. Asante sana dada Joyce. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Yohana, nafanya kazi kwenye mradi wa wekeza kupitia shirika la Kiohede. Wekeza kama ambavyo umesema ni mradi unaolenga kupiga vita utumikishwaji wa mtoto. Na neno wekeza ni neno ambalo limesimama badala ya maneno kadhaa. Kirefu chake ni kwamba wezesha ustawi, endeleza kiwango cha elimu, kuzuia ajira kwa watoto. Mradi huu ni mradi wa serikali ambao ulikabidhiwa kwa serikali na wadhamini wa mradi ambao ni serikali ya Marekani kupitia idara ya kazi. Mradi huu unatekelezwa katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Tanga na mkoa wa Kigoma. Kila mkoa tuko kwenye wilaya 3. Kwa Kigoma tuko wilaya ya Kigoma Ujiji kwa maana ya manispaa,
lakini kwa wilaya nyingine ni Kasulu na wilaya nyingine ni Uvinza. Kwa Tanga tupo katika wilaya 3 ambayo tuko Tanga mjini, tuko Korogwe, tuko Muheza. Okay. Lengo kuu la mradi wa Wekeza ni kuweza kutokomeza utumikishwaji wa mtoto katika maeneo makuu mawili ambayo ni kazi za mashambani, lakini vile vile kazi za majumbani. Okay. Labda dada Teresa, hapo ukichukua hapo kaka Yohana alipoishia, lengo ni kutokomeza utumikishwaji kwa watoto. Hali halisi kwani ikoje? Yaani mpaka ikafikia hatua tukaona kwamba tunahitaji kuwa na project au mradi unaoitwa Wekeza. Hali ilikuwa vipi? Tatizo ambalo lilionekana kuhusiana na utumikishaji wa mtoto ni baada ya utafiti wa haraka uliofanyika mwaka 2012 ambayo ulionyesha kwamba mkoa wa Tanga na mkoa wa Kigoma ni mikoa ambayo pia ina tatizo kubwa la watoto kutumikishwa upande wa mashambani na katika kazi za majumbani. Kutokana na utafiti huo wa haraka, ndio maana mikoa hii miwili ikachaguliwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu wa Wekeza. Na mradi huu unatekelezwa na wadau mbalimbali kama alivyosema kaka yangu Yohana, ikiwepo pia KIWOHEDE, lakini shirika kiongozi ni shirika la IRC, International Rescue Committee, lakini wadau wengine ni shirika la TAYODEA, University of Dar es Salaam kupitia idara ya maendeleo, lakini pia kuna shirika la TAYODEA na Foundation for Civil Society. Okay. Ni partners 6 ambao wanatekeleza mradi wa Wekeza. Zangu wananchi, mabibi na mabwana, tatizo la utumikishwaji wa mtoto ni kubwa zaidi katika nchi zilizoko chini ya ukanda wa jangwa la Sahara. Jangwa la Sahara lipo katika kontinenti la Afrika, ambapo inakadiriwa kuwa na 80% ya watoto wote wanaotumikishwa duniani kote wanapatikana katika ukanda huu. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi za ukanda huu inakadiriwa kuwa na watoto milioni 2.2 wanaotumikishwa. Hivyo serikali yetu ya Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya utumikishwaji wa mtoto tangu iliposaini mkataba wa makubaliano na shirika la kazi duniani mwaka 1994 ili kutekeleza programu maalum ya kukomesha utumikishwaji wa mtoto nchini. Kwa kuhitimisha, napenda nitumie fursa hii tena kwa kushukuru wote mlioshiriki katika maadhimisho haya muhimu. Kwa kuhitimisha, ninawaomba wananchi wote kuchukua hatua za kupambana na utumikishwaji wa mtoto kwa kuona umuhimu wa kukomesha kabisa utumikishwaji wa mtoto, kwa kuwa Tanzania bila utumikishwaji wa mtoto inawezekana endapo kila mmoja wetu atawajibika ipasavyo. Hivyo tuungane wote kusema hapana kwa utumikishaji wa mtoto na ndio kwa elimu bora. Asante sana. Tangu hiyo Wekeza imeanza na mpaka sasa, tuseme labda ina kama muda gani, na je, kulingana na huo utafiti uliofanyika umeweza kuleta mabadiliko yoyote? Mradi ni wa miaka 4 na tulianza utekelezaji mwaka 2013. Kwa maana hivyo mpaka sasa hivi tuko mwaka wa 3 wa utekelezaji wa mradi. Na kama ambavyo nimesema awali, mradi wetu unalenga makundi makuu matatu. Tunataka kuona watoto wanapata elimu ambayo ni elimu bora. Kwa maana kuna kundi la watoto, lakini vile vile tuna kundi la pili la vijana ambao nao tunataka kusema vijana ambao wamemaliza darasa la 7 wako katika hatari ya kuingia kwenye utumikishwaji, hawajaweza kuendelea na masomo. Kwa hiyo wako katika hatari ya kuingia kwenye utumikishwaji, nao tuone namna gani ya kuweza kuwasaidia wasiweze kuingia kwenye utumikishwaji. Lakini kundi la tatu ni kaya, kwamba kulenga kaya ambazo zina watoto walioko katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo tangu tumeanza utekelezaji, mambo mengi yameshafanyika katika kuwasaidia hawa watoto na hawa vijana, lakini na hizi kaya. Kama ambavyo tumesema tuko 6 na kila taasisi ambayo umeisikia ikitajwa au partner ana shughuli yake ndani ya mradi wa Wekeza. Kwa hiyo tunao wenzetu wa IRC ambao ni viongozi wetu, lakini kwa kushirikiana na shirika la World Vision wanatekeleza kipengele cha elimu. Kwa maana wanatoa vifaa mbalimbali vya shule vya kujifunzia shuleni kwa ajili ya kusaidia wale watoto walioko katika mazingira magumu, kwa maana ya uniform, madaftari, mabegi ya shule, vitu ambavyo watoto walikuwa wanavikosa wanakuwa wako nyumbani, kupelekea kuingia katika mazingira ambayo wanaweza wakajikuta wanaingia kwenye utumikishwaji ili kuweza kupata
vifaa mbalimbali. Lakini vile vile kwenye kipengele cha elimu kuna utaratibu wa kutoa mafunzo kwa walimu na wakufunzi mbalimbali ambao wanatoa elimu kwa vijana au kwa wanafunzi, lakini vile vile kufanya matengenezo na marekebisho mbalimbali katika mazingira ya shule. Lengo likiwa ni kuweza kuboresha mazingira ya shule na mtoto kupenda kwenda shule ili kuweza kupata ile elimu ambayo ameitarajia katika maisha yake. Kwa hiyo ni kwa upande wa elimu. Lakini kwa upande wa vijana vile vile vijana hawa wamechaguliwa vijana lengo la mradi wetu ni vijana 4200. Ambao vijana hawa wanapelekwa kupata mafunzo ya biashara, lakini vile vile wengine wanapelekwa kwenye mafunzo ya ufundi stadi katika maeneo ambayo yamechaguliwa kulingana na kule wilaya walizo au mikoa walipo wao. Kwa yote hayo yanalenga kuwasaidia hawa vijana na kaya husika kuweza kupata kipato kitakachowasaidia hawa watoto kwenda shule. Lakini kwa upande wa kaya, wenzetu wa World Vision wanashughulika na shughuli mbalimbali za kuongeza ukwasi wa kaya, kwa maana kipato cha kaya. Wanafanya shughuli mbalimbali, wanawafundisha namna ya kulima kibiashara, wanawafundisha namna ya kuweka na kukopa kwa maana ya vikoba, wameunda vikundi mbalimbali vya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ambazo hizo zote zimesaidia kuongeza kipato ndani ya kaya. Na mwisho wa siku wale watoto wanapata mahitaji muhimu ya kwenda shule na kuweza kupata mahitaji yao ya kila siku. Hicho ndicho ambacho tumeweza kukifanya kwa sasa. Lakini bado tuna kipengele cha kuongeza uelewa, kwa sababu haya yote hayawezi yakafanyika kama jamii hawana uelewa kujua umuhimu wa elimu kwa watoto wao. Kwa maana hiyo tuna kipengele cha kukuza uelewa kwa jamii ambacho sasa Kiohede sisi kwenye mradi huu ndio jukumu letu kubwa la kuongeza uelewa, jamii iweze kujua umuhimu wa elimu ni nini ndani ya jamii, lakini umuhimu wa watoto kuwepo shule wakati wote pamoja na hali ya umaskini tulionao ndani ya familia zetu, ndani ya jamii zetu. Lakini tuone tunafanyeje kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaenda shule katika hali ambazo kwa baadaye inaweza kawa ni faida kwa jamii nzima na taifa zima la Tanzania. Kwa hiyo vijana wanawezeshwa kuanzisha biashara zao ndogo ndogo, na wengine ambaye anapenda kufanya shughuli za ufundi anapelekwa kwenye vyuo vya ufundi ili aweze kuongeza elimu ambayo itaweza kumfanya aweze kujiajiri. Kwa hiyo kwa kufikia makundi hayo, tunaamini na tunajua kwamba kwa kiwango kikubwa sana tunapunguza ajira kwa watoto, lakini pia kwa ujumla wake au kwa ndani zaidi tunapunguza watoto kwenda kwenye kazi za majumbani. Mtazamaji, tuko katika Wanawake Live. Ndani ya studio tunao wageni wakiongelea kwa undani kuhusiana na mradi wa Wekeza ambao unalenga kupunguza na kuondoa kabisa utumikishwaji wa watoto, lakini pia kuhamasisha jamii kuwekeza elimu kwa mtoto. Tunaenda breki, tunarudi. Wanawake Live. Tunaendelea na kipindi cha Wanawake Live. Leo ndani ya kipindi tunao wageni ambao wanazungumzia mradi wa Wekeza ambao unalenga kupunguza na kuondoa kabisa tatizo la utumikishwaji kwa watoto na vile vile kuhamasisha jamii yetu kuwekeza elimu kwa mtoto. Tayari tumekushaanza kuufahamu kwa undani mradi wenyewe, lakini bado kwa kuwa tuna muda kidogo wa kuendelea kuwa na wageni wetu, tungependa watupe ufafanuzi zaidi. Labda nikianza na Mr. Yohana, umesema kwamba utafiti uliofanyika ulionyesha kwamba mikoa hiyo miwili ndio ambayo inaongoza, Tanga na Kigoma, kwa masuala mazima ya utumikishwaji wa watoto. Labda mlijua sababu, kama mnaweza mkashare na sisi kidogo, ni sababu zipi zinazopelekea hao watoto kwenda mashambani kufanya kazi na wengine kukimbilia kufanya kazi za majumbani? Asante sana Bella Joyce. Kwa mujibu wa ule utafiti, zipo sababu mbalimbali ambazo zilionekana zinachangia watoto hawa kukimbia maeneo ya mjini na kuja vijijini na kuja mijini kwa ajili ya kutafuta kazi. Kubwa zaidi ambalo kila mtu aliyeulizwa kwa nini mtoto unafikiri anaacha shule kwenda kufanya kazi, kubwa zaidi ambalo lilizungumzwa ni habari ya umaskini uliokithiri, kwa maana ya kipato duni cha kaya. Mtoto anakosa vitu muhimu ambavyo vinampasa kuwa navyo ili aweze kuendelea na masomo, kwa maana anakosa uniform, anakosa madaftari, anakosa kalamu, anakosa viatu. Kwa hiyo anajisikia ni mtoto ambaye hana msaada tena katika familia. Kwa hiyo anaona kwamba ni bora aondoke nyumbani kwenda kutafuta kazi ambayo inaweza ikamsaidia yeye kupata kitu kidogo. Kwa hiyo kwanza ni umaskini unapelekea kwa kiasi kikubwa watoto hawa kukimbilia mijini. Lakini swala lingine lilojitokeza zaidi, la pili ambalo linaonekana ni mifarakano ndani ya familia, ambalo nalo ni kubwa sana na linachangia watoto wengi sana kukimbilia mijini. Baba na mama hawaelewani,
na kwa maana hiyo hata malezi ya watoto wale watoto wa familia hiyo yanakuwa sio mazuri, kwa maana kwamba baba ana mambo yake, mama naye ana mambo yake. Watoto nao wanaamua sasa kuondoka kwenda kutafuta maisha. Tunajikuta kwamba tuko na watoto maeneo ya mjini wakitafuta kazi. Lakini sababu zingine ni tunaweza tukazungumzia mazingira magumu au mazingira yasiyokuwa rafiki kwa watoto ya shule. Kwa maana mtoto anaweza akaenda shuleni hana pa kukaa, kwa maana hana kiti, hakuna dawati, hakuna meza ya kuweza kuandikia. Watoto wanaandika katika kwa kutumia wanaandikia chini. Sasa ile inamfanya mtoto asipende sana shule. Lakini lingine ni ukosefu wa walimu. Shule unakuta kwamba ina walimu wachache, watoto wanaenda wanacheza tu na kurudi nyumbani. Mtoto anaona ni bora akatafute kazi. Lakini lingine katika mazingira ya shule ni upungufu wa madarasa. Madarasa unakuta watoto labda wapo wengi sana ndani ya madarasa, na kwa maana hiyo unaweza kukuta kwamba mazingira ambayo sio rafiki sana kwa mtoto yanapelekea hao watoto kuondoka. Na ndio maana mradi wa Wekeza sasa unacho kipengele cha kuweza kufanya mazingira rafiki kwa mtoto. Ni kutokana na huo utafiti uliweza kuonyesha moja ya vitu ambavyo vinapelekea watoto hawa kukimbilia mijini ni mazingira sio kwa rafiki kwa watoto kusoma. Hizo ni baadhi tu ya sababu chache ambazo zilionekana kupelekea watoto wengi kuondoka kwenye maeneo yao ya majumbani kuja kutafuta kazi za ndani na kazi zingine maeneo ya mijini. Nielezee kidogo ni jinsi gani walengwa wa mradi wanapatikana. Mradi wa Wekeza unawapata walengwa kwa kupitia kamati za vijiji za kuondoa utumikishaji wa mtoto ambazo ziko kwenye vile vijiji 54 mradi ulipo. Mradi ule walengwa wale wanapotambuliwa wanaingizwa ndani ya mradi, ikiwa ni pamoja na kaya wakuu wa kaya wanazotoka, lakini pia na vijana wanaotoka kwenye hizo kaya. Hao tu ndio wanaingia katika kuwezeshwa na mradi wa Wekeza. Kila familia iweze kufanya shughuli ambazo zitaweza kuongeza kipato kiasi kwamba wakaweza kusaidia elimu ya watoto wao, ili watoto wasiangukie katika utumikishwaji wa mtoto, ikiwa ni pamoja na kazi za majumbani, kwa sababu tunajua madhara gani watoto wanayapata kutokana na kuingia kwenye shughuli za kuongeza kipato katika umri ambao haupasi mtoto kufanya kazi. Kama tulivyosema ni kwamba janga hili ni umaskini uliokithiri. Nilisema kwamba nikirudi kwako labda uweze kuzungumza pia na wadau wote wa Tanzania kwa ujumla, na wakati huu ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi, nini kifanyike ili walau basi alichokisema dada Teresa kwamba wafanye kazi wazazi, walezi, ili waweze kuwatimizia watoto. Lakini wazazi na wao watakwambia umaskini umekithiri. Yani hawana option. Nini kifanyike? Asante sana dada Joyce. Kama ambavyo tumezungumza, sababu kubwa ya watoto hawa kuingia katika utumikishwaji ni umaskini uliokithiri. Lakini umaskini huu unapelekea mazingira ambayo sio rafiki sana, iwe ni nyumbani kwa watoto au shuleni kwa watoto. Kwa maana hiyo sasa tunavyoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, tunahitaji kiongozi ambaye ataweza kuwa kiongozi wa kuhakikisha kwamba rasilimali tulizonazo zinatumika vizuri, kwa maana ya kwamba kama rasilimali tulizonazo kama Tanzania zikiweza kutumika vizuri, nadhani upungufu wa madawati shuleni hautakuwepo. Lakini vile vile upungufu wa meza, vyumba vya madarasa, walimu wachache hautakuwepo, na kwa hiyo mtoto atapenda kwenda shule. Lakini vile vile tunaamini kwamba kama rasilimali hizi zitatumika vizuri, basi kaya zitawezeshwa kuwa na kipato cha uhakika, ambacho kipato hicho kitasaidia kwa kiasi kikubwa kusaidia watoto wao kuweza kupata mahitaji ya msingi. Kwa hiyo kikubwa ambacho naweza nikawaambia Watanzania kwa wakati huu tunavyoelekea kwenye uchaguzi ni kwamba hebu tujaribu kusikiliza sera mbalimbali za vyama mbalimbali. Sasa hivi wanapita kutafuta kupigiwa kula. Tujaribu kuwasikiliza, tuwapime, je, ni vipi watu wanachokizungumza kinaweza kikapelekea kupunguza huu umaskini uliokithiri ambao kwa namna moja au nyingine umepelekea sasa watoto wetu kuingia katika utumikishwaji wa watoto. Nadhani tukiweza kufanya hivyo, tukampata mtu ambaye ni sahihi, ambaye atahakikisha kwamba rasilimali zetu zinatumika vizuri, hakuna ufisadi, hakuna ubabaishaji ndani ya serikali, hilo linaweza likasaidia kwa kiasi kikubwa na kutengeneza fursa mbalimbali za wanajamii kuweza kujiingizia kipato, fursa mbalimbali za kiuchumi. Nadhani tukifanya hivyo tunaweza tukajikuta kwamba watoto wetu mwisho wa siku wapo madarasani, na ndio lengo la mradi wa Wekeza, kwamba kuona kila mtoto
yuko shuleni na sio yuko mtaani au yuko shambani anafanya kazi au yuko anamfanyia kazi mtu mwingine kwenye kazi za majumbani. Nakushukuru sana kakaangu Yohana, umemaliza vizuri na mimi naomba nisiongezee chochote, ila niseme tu kwamba kwa kuwa ndio tumeanza katika vipindi hivi ambavyo ni muendelezo wa kuendelea kuihamasisha jamii iwekeze elimu kwa watoto na iache kuwatumikisha, basi wakati mwingine tunaweza kukutana hapa na kuweza kuongea zaidi na zaidi, au tukakutana huko tunakofanya hizi kazi au mradi wa Wekeza kwa ajili ya kuendeleza elimu hii. Nawashukuru sana kwa leo, mbarikiwe sana. Asante. Mtazamaji wa Wanawake Live, mimi sina la ziada katika kipengele hiki cha kwanza. Umeweza kusikia kwa uzuri kabisa kuhusu mradi wetu wa Wekeza unaolenga kupinga utumikishaji wa watoto, na wewe kama Mtanzania, kama mdau, unapaswa kushiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba haui sababu ya kuajiri watoto. Yaani sio kwamba huku wanasema wanapinga na wewe tena ndio unaenda kutafuta watoto kuajiri. Uwe sehemu ya kupinga utumikishaji wa watoto, uwekeze elimu kwa watoto. Kwa hiyo kwa pamoja tutaendelea kushirikiana pamoja na mradi wetu wa Wekeza na wadau wote ambao wako ndani ya mradi huu kuhakikisha kwamba jamii yetu inaondokana na dhana nzima ya kutumikisha watoto, iweze kuanza sasa kuhamasisha na kupenda kuwaelimisha watoto wetu ili tuweze kujenga taifa lililo imara. Asante kwa sasa, tutarudi baadaye katika segment yetu nyingine ndani ya Wanawake Live. Wanawake Live. Tumetoka kuwasikia wadau wetu Wekeza ambao tumezungumza nao masuala mengi, lakini kubwa kuliko yote ni swala zima la umaskini uliokithiri ambao umepelekea wanafamilia wengi, kaya nyingi katika taifa hili la Tanzania kushindwa kuwapa watoto mahitaji muhimu, na hatimaye watoto wameishia kwenye utumikishwaji katika umri mdogo. Badala ya watoto kusoma, badala ya watoto kupatiwa elimu bora, watoto wamekuwa wakitumikishwa katika maeneo mbalimbali, mashambani pamoja na makazi ya majumbani. Kwa hiyo ni jukumu letu sote jamani, tunapoenda kupiga kura kesho kutwa, tuhakikishe tunachagua viongozi ambao wataweza kuliangalia taifa hili kwa upya, kulijenga taifa letu upya, kwa maana ya kwamba taifa letu limejaliwa rasilimali za kutosha, lakini ni wale viongozi ambao wameshindwa kuwa wazalendo na kuelekeza zile rasilimali zetu katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma muhimu, hata kuwawezesha basi Watanzania kuweza kulima kilimo cha kisasa kwa kuwapatia pembejeo. Inawezekana, lakini wamekuwa walafi. Tumekuwa na tabaka la walionacho na wasionacho, na kwa bahati mbaya wenye nacho, hizi shule za kata hawapeleki watoto, hospitali za serikali hawapeleki watoto. Matokeo yake wao wanajinufaisha wao wenyewe, kundi la watu wachache ndio wanaofaidi rasilimali za taifa hili. Kwa hiyo nakukumbusha ya kwamba watoto wetu kutokwenda shule niseme kwamba ni tatizo la serikali yetu kuto kujipanga vizuri. Kwa hiyo tunapokwenda kuchagua viongozi, tuchague viongozi bora, tuchague kwa umakini kabisa ili tuweze kuondoa taifa hili. Hilo ndio ambalo naweza kukuambia kwa sasa. Lakini kwa wale ambao wana matatizo ya afya ya uzazi katika familia zao, wangependa kupata watoto lakini hawajapata, basi naomba niwakumbushe ya kwamba tunaye tabibu bingwa kabisa Dr. JJ Mwaka akiwa pale For Plan Clinic Ilala Bungoni. Yeye anaweza kabisa kwa uwezo wa Mungu kuondolea tatizo hilo. Wengi wameweza kufanikiwa, na hii ni ziara yetu ambayo tumekuwa tukiwatembelea wale ambao walikuwa na matatizo kama wewe, lakini leo wameweza kufanikiwa. Kwa hiyo karibu sana uweze kuwasikia, wewe uweze kuhamasika na kutokata tamaa, kuona kwamba kumbe inawezekana. Karibu sana. Aisha, karibu sana na hongera sana kwa mtoto. Asante, nashukuru. Hebu tuanzie hapo. Kwanza, mtoto wako ni wangapi? Wa kwanza. Baada ya wewe, kabla hujaenda huko kwa Dr. Mwaka, ulipata changamoto gani mpaka ukaamua uende? Nilipata changamoto baada kwa kila nikienda hospitali. Haya, ngoja kwanza, sasa ameanza fujo. Anaitwa nani huyu? Yusla. Yusla. Yusla anataka nyonyo au hapa anataka nini? Anataka kucheza tu. Haya, akacheze na bibi yake huko. Bibi yake yuko jirani. Jamani, hebu mchukueni Yusla atupishe gesi yetu ongee. Wewe mbona unafujo hivyo? Utakuwa mkwe wangu wewe. Na wako mwaka huu. Okay. Haya, nimekuuliza uligundua kwamba una tatizo wakati gani? Nini kilikutokea? Kilinitokea baada ya kuwa mjamzito, alafu ukatoka, nikaenda hospitali Temeke, wakaniambiaje una uvimbe katika via vyako vya uzazi. Kwa hiyo unatakiwa ufanyie operesheni. Ndio nilipokuja kugundua hapo.
Ujauzito wako ulitoka ukiwa na umri gani? Miezi 3. Okay, na wewe mwenyewe ulikuwa ushafurahi mwenyewe unategemea mtoto. Ilikuwaje mpaka ikatoka? Dalili gani zilianza? Damu zilikuwa zinatoka. Na wakati huo ushaambiwa ni mjamzito. Ilikuwaje ulivyoanza kuona tena damu zinatoka? Ndio nikaenda hospitali. Yaani wewe ulijisikiaje kwanza? Maumivu nijisikia. Ndio nikaenda hospitali, nilipofika kule akaniambia kwamba ujauzito wako unakaribia kutoka. Kwa ulipata maumivu makali au ya kawaida? Makali. Ndio akanifanyia pale usafi nini. Nikarudi nyumbani, ila ndio akaniambia kuna uvimbe unatakiwa ufanyie operation. Nilirudi nyumbani ndio nikasikia matangazo Dr. Mwaka. Akasema ngoja nijaribu kwenda. Kabla ya kwenda huko kwa hiyo ujauzito ukatoka. Na baada ya kutoka ulichukua muda gani? Yaani ulikaa muda gani tena labda nyumbani ukiendelea tena na maisha? Kama ukiendelea hapo kuhangaika sasa kutafuta tiba. Hospitali nyingine nikajaribu kwenda Temeke, akaniambia hivyo. Nikaenda huko hospitali ya Kilwa Road, akaniambia natakiwa hapa ufanyie operation uvimbe wako huu wa kufanyia upasuaji tu, hakuna dawa ambayo itakusaidia ukanywea. Nikaenda kuna hospitali nyingine hapo maeneo ya Temeke, na yeye akaniambia hivyo. Ndio nilivyosikia matangazo ya Dr. Mwaka ikabidi niende. Wakati huo, wakati unahangaika kwenda hizo hospitali, ulikuwa hali ya nyumbani kwako ilikuwaje? Yaani wewe na mume wako na ndugu zako, kwa maana sijui wakwe? Kawaida tu. Ilikuwa kawaida. Okay, kwa hiyo mume wako alikuwa ni mtu ambaye anakuwa pamoja na wewe au alikuwa anakuacha tu unahangaika mwenyewe? Tunakuwa wote pamoja. Na yeye hana mtoto? Ndio mwanae wa kwanza? Kwa hivyo naye alikuwa na hamu ya mtoto. Okay, kwa hiyo ndio mkaja mkasikia matangazo. Ikawaje? Ndio tukajaribu kwenda hadi kwetu, tulipofika tukapokelewa vizuri. Nikafanywa uchunguzi, akaniambia kweli una matatizo, kwa hiyo tutakugea dawa ya dozi ya miezi 3. Nikajaribu kutumia ule mwezi wa kwanza. Nikaona kweli mabadiliko katika mwili wangu, nikajaribu kutumia mwezi wa pili, nikajihisi mjamzito. Okay, baada ya kujihisi mjamzito, maana yake ulishakuaga na ujauzito ukatoka. Huu wa pili ikawaje? Ulipata hisia gani? Labda itatoka tena au itakuwaje? Nikahisi kama itatoka tena. Nikakaa, nikakimbilia tena kule. Wapi? Huko kwa Dr. Mwaka. Kwamba mimi niko hivi na hivi. Nilivyoenda kipindi kile ndo sijui ilikuwa kuna matatizo gani, ilikuwa hospitali imefungwa, kituo kimefungwa. Nikakaa, kilipofunguliwa nikaenda. Wakati huo ujauzito unakuwa? Nikaelezea, wakanibadilishia dawa, nikawa natumia. Kwa ukaendelea hivyo mpaka nilipojifungua bila tatizo. Wao walikwambia hapo huna tatizo tena? Wapi? Yaani ulivyoenda baada ya kupata ujauzito huku kwa Dr. Mwaka, wao walikwambia ujauzito wako hautaharibika tena au walikwambiaje? Wakaniambia tu usifanye kazi ngumu, yani nizingatie tu maelezo ambayo walonipa. Kazi ngumu, kubeba vitu vizito, na kweli nikazingatia. Baada ya hapo ndio mambo yakajibu. Hongera sana. Asante. Sasa leo kuna mtu ambaye ana tatizo kama la kwako. Pengine na yeye akishika mimba zinatoka. Kila akishika ujauzito mimba inatoka. Wewe ungependa kumshauri nini? Namshauri asikate tamaa, ajaribu kwenda kwa Dr. Mwaka, atafanikiwa. Okay, na wewe una maoni mengine yoyote? Labda unamwambiaje Dr. Mwaka? Namshukuru sana. Hiyo kweli imetoka rohoni. Sina zaidi ya kumshukuru. Mama Yusla. Mimi sio mzuri sana kwa majina. Jina lako inabidi unitajie mara 10 ndio nilishike. Ya Mama Yusla, naomba tu nikuachie kazadi kadogo kabinti yetu. Akapa. Nashukuru. Asante sana. Ya, kwa hiyo kakikuwa kabonyeze hapa. Kasimama dede mwenyewe. Haya.
Jamani, mimi sina la ziada kwenye kipindi cha leo. Naomba tu nimalize kwa kukusisitiza kwamba hatimaye muda umeisha wa kampeni. Siku zilizobaki ni chache sana 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 sana. Wiki ijayo ndio tutapiga kura. Tafadhali, kura yako ndio mustakabali wako. Kura yako ndio either ikufanye uendelee kukosa madawa hospitalini, au basi ukienda sasa hivi kwenye hospitali zetu uweze kupata madawa. Kura yako ifanye mtoto wako aende kupata elimu bora na sio bora elimu. Kura yako itusaidie wakina mama tuweze kupata maji, huduma ya maji maeneo ya jirani. Tusihangaike siku 2 siku 3 tunatafuta maji. Kura yako iweze kuwalinda wanawake na watoto katika taifa lao. Kura yako iweze kuwalinda wanawake na watoto wasifanyiwe vitendo vya ukatili. Serikali ipo inaona, lakini ukatili unaendelea, unatokea, hakuna kinachofanyika. Wanaofanya ukatili wako mitaani wanadunda, na serikali ipo inatazama. Kura yako ibadilishe. Kura yako ibadilishe hali hiyo. Na mimi nitafanya hivyo, kwa maana ya kwamba hata wale ambao wamekuwa wakinipigia simu katika kipindi hiki nimewahakikishia kwamba hakuna ninachoweza kufanya kwa sasa, ila shida yako ulionayo, umeenda mahakamani hujafanikiwa, umedaiwa rushwa wapi, sijui umefanyaje, umedhulumiwa mirathi, sio vitu gani, hakikisha hicho kipigia kura chako unafanya maamuzi sahihi. Uhakikisha kwamba unaenda kubadilisha. Sasa ni mawili, either ubadilishe au ufanye hali kuwa mbaya zaidi. Yani kama tutaendelea na mazoea yale yale, basi maana yake ni kwamba tutaendelea na shida maradufu. Hicho ndicho ambacho nataka nikuambie. Kwa hiyo ndugu yangu, sina la ziada. Niwashukuru sana wadhamini wetu ambao wanatuwezesha kuwa hapa ndani ya East Africa TV. QFL watengenezaji wa magodoro Dodoma, Wildaf Tanzania pamoja na Family Dent, lakini vile vile niwashukuru walionipa muonekano. Jamani, botiki kubwa kabisa hapa mjini ya JM Virago hapa kwa Dadamishi Mikocheni wamenivalisha, wana nguo nzuri sana. Wewe ambaye una uwezo wako, unapenda kupendeza, fika pale JM Virago wako Mikocheni, sawa? Kwa upande wa nywele, shukrani kwa shoga yangu, rafiki yangu mpenzi wa siku nyingi ambaye amekuwa akinipa muonekano wa nywele za maana kabisa, Rose Brazilian wa pale Mikocheni. Na kushukuru sana sana kwa nywele nzuri na bomba kabisa na imara, na yani hazina masiara. Nywele ukiinunua unakaa nayo muda mrefu sana. Yani kila siku unaweza kufikiria ni nywele mpya, lakini ni ile ile. Na kama unapenda nywele yako, basi iendelee kuwa na muonekano mzuri kwa style unayoitaka. Fika pale kwa dada Doris Namanga aweze kukukata style nzuri kabisa ya nywele. Nitakapomwambia nataka bwana niwe na ka style ka nywele fupi, akanikatia hivi, kila siku wewe unaona natokelezea tu. Kwa hiyo unasubiri nini? Fika kwa dada Doris Namanga pale na wewe ukapendeze. Nawashukuru sana sana wadau wangu. Mimi ndio yule Superwoman Joyce Kiria. Jamani, nasema hivi, tukutane kwenye sanduku la kura tarehe 25 mwezi wa 10. Tubadilishe mashida yote tuliyopata kwa muda mrefu, tuyabadilishe sasa. Tuhakikishe kwamba tunachagua viongozi bora wanaoweza kutuletea maendeleo, mabadiliko ya kimaendeleo, na inawezekana. Sawa Haya, kwaheri. Wanawake Live 2015 imedhaminiwa na QFL Magodoro Dodoma, Family Dent, harufu fresh, kicheko zaidi, na Wildaf Tanzania. Ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika. Toa taarifa kwenye vyombo vya sheria.